Naam, karibu mtazamaji. Kwa hivi sasa maafisa wa DCI wamewakamata wanafunzi 8 wa shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Gilgil wakihusishwa na kuteketeza bweni la shule hiyo na kusababisha vifo vya wenzao 16 huku wengine 7 wakijeruhiwa. Mwanahabari wetu Ben Kirui angali anafuatilia taarifa hiyo na sasa tunaungana naye mubashara kwa mengi zaidi. Ben Kirui, tueleze ni yapi yanayojiri kwa hivi sasa na sababu kuu ya wanafunzi hao kushikwa ni nini? Ulivyosema Lulu, ni kwamba maafisa hao wa DCI baada ya uchunguzi ama baada ya kuzungumza ama kuwahoji wale wanafunzi ambao walikuwa wamezuiliwa jana, ndiposa wameweza kusema kwamba baadhi yao ama wanafunzi 8 ndio wanaoshukiwa kwamba ndio walioanzisha moto huo uliosababisha vifo vya wanafunzi ambazo tunaambiwa kwamba pengine idadi na 8, lakini nitakupa sana taswira ya kila ambacho kinaendelea hapa. Taarifa ambazo zimetolewa na idara ya DCI, lakini kila ambacho kinajiri hapa ni kwamba yule afisa wa DCI anayesimamia masuala ya amekuwa hapa akizungumza na wazazi ambao ngoja yao ilikuwa imeanza kuumiza matumbo, manake wamewekwa hapa kutoka jana, wamefika hapa asubuhi na sasa hawajaweza kupewa mwelekeo wowote kuanzia wakati ule saa 4 ambapo tulisema kwamba walikuwa wamewekwa kwenye vitengo ama vikundi vitatu. Wale ambao tayari wamebaini kwamba watoto wao wamefariki, pia kuna wale ambao hawakuwa wanajua watoto wao wako wapi, manake kuna wanafunzi ambao bado wamezuiliwa katika shule hii, mahojiano na DCI yakiendelea. Kwa hivyo wazazi hao walikuwa wamekata tamaa ama wamesubiri sana bila kuelekezwa kila ambacho wanafanya. Kwa hivyo unavyoona picha ambazo ziko nyuma yangu ni kwamba yule afisa anayesimamia mauaji Martin Nyuguto anawapa utaratibu ambao wanafaa kufuata na pia kuwatuliza, akiwaambia kwamba kipi ambacho wanafaa kufanya ama wafuate utaratibu fulani ndiposa waruhusiwe kuingia mle ndani. Kwa hivyo sasa unavyoshuhudia ni kwamba baadhi ya wazazi tu wanakubaliwa ama wamekubaliwa kuweza kuingia pale, waweze kujumuika na wanao au pia wapewe mwelekeo zaidi kule ndani. Lakini muda mchache uliopita wazazi hao walikuwa wametishia kwamba watavunja hili lango ama watazuia gari lolote ambalo linaingia humu ndani lisiweze kuingia hadi wao wenyewe ambao wamekuwa wakisubiri hapa waruhusiwe kuingia na kuona wanao. Kwa hivyo afisa wa DCI yule ambaye anasimamia homicide Martin Nyuguto amekuja hapa, amewatuliza na akawapa ule mwelekeo ambao wanafaa kufuata, wafuate taratibu fulani ndiposa wapate kwenda kujumuika na wanao ambao baadhi yao wamezuiliwa hapa, huku mahojiano yakiendelea ama uchunguzi huo ukiendelea. Manake tayari kuna shukiwa kwamba ni kisa ambacho kilisababishwa na baadhi ya watoto ambao waliteketeza chumba cha kulala cha shule hii ya Utumishi Girls Academy. Lakini ni maswala tu ambayo ni ya kukisiwa, manake maafisa wa DCI bado wanaendelea na uchunguzi huo. Kwa hivyo kinachojiri sasa hivi ni kwamba wazazi wamekata tamaa, wamekaa hapa kusubiri, lakini hivi sasa wamekubaliwa kuweza kuingia. Kwa hivyo ni swala pia ambalo tunafuatilia tuweze pia kupata kutoka kwa baadhi ya wazazi, manake kuna wale ambao pia wamekuja hapa na wameondoka na watoto wao. Tumeongea na hao hapo awali kabla ya wao kuondoka, akituambia tu yale ambayo yamejiri, ile furaha pia ambayo wamekuwa nayo kupata wanao wakiwa hali sawa, wakiwa hawajapata majeraha mabaya vile, na wakaweza kuondoka na wanao. Kwa hivyo kinachojiri sasa hivi wazazi wamewekwa kwenye foleni ndiposa waweze kuingia kwa utaratibu, wafike mla ndani wapate kujumuika na wanao. Lakini sasa hivi kile kikubwa pia ambacho kinaendelea ni kwamba kuna ule utaratibu ama mchakato wa kutambua miili ambayo yaliteketea kiwango cha kutojulikana. Kwa hivyo sasa hayo yanaendelea katika makafani ya hospitali ya Naivasha, na wenzangu wa Kukulewa wanafuatilia hayo. Lakini kwa sasa tutaweza tu kusikia na kupata kujua wazazi hapa watakuwa wanaambiwa nini pindi muda unavyosonga. Lulu. Na Kirui, labda nikuulize swali. Je, umeweza